Awali ya yote naomba nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana na kuwapongeza ndugu zetu wa Kariakoo Charity Foundation kwa kushirikiana na mtendaji wetu wa kata kwa kuandaa zoezi hili. Lakini wapongeze na kuwashukuru wafanyabiashara wa Kariakoo ambao wanaongozwa na mwenyekiti wetu, nimemwona hapa, Wara Square, na mwenyekiti wa wafanyabiashara ndugu yangu Severin Mushi, kwa kuandaa na kuamua kuwa na hii foundation kwa ajili ya kutoa msaada wa kile ambacho wao wamejaliwa katika kufanya kwao biashara katika soko hili la Kariakoo. Niwashukuru sana na kuwapongeza kwa dhamira hiyo, ndugu mwenyekiti na ndugu wafanyakazi wote. Wako wafanyabiashara wengine ambao wanapata mapato na wanapata faida, lakini si kila mfanyabiashara anayepata faida anaweza kufikiri kuwa na tendo la huruma kwa mwenzake ambaye hana uwezo. Kitendo hiki ambacho mmekifanya ninyi kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za watoa huduma wa afya ni kitendo cha huruma, ambapo wengine wangeishia kwenda kunywa bia, wengine wangehonga, lakini nyinyi mmeamua kuja kutenda tendo la huruma hapa eneo lenu ambalo mnafanya biashara. Kwa kuwa mnatambua wako wafanyabiashara au wako watoa huduma katika eneo hili la Kariakoo wanapenda kupata huduma hii lakini hawana uwezo. Niwashukuruni na niwahakikishieni halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam tutaendelea kushirikiana kwa dhati. Kwa kila hatua ambayo mtakuwa mnaenda kuifanya, sisi kama serikali tutakuwa tunashirikiana. Hivyo niwapongezeni wafanyabiashara wote, lakini niwapongezeni wale ambao mmeenda kuanzisha foundation hii ya Kariakoo Charity Foundation ambayo inaenda kutoa huduma zake katika eneo hili la Kariakoo. Nawapongeza sana. Lakini nipongeze taasisi ambazo zimeamua kushirikiana nanyi katika hii siku ya leo, ambapo kwanza mmefanya usafi kwa kushirikiana na serikali katika maeneo mbalimbali, lakini mmeamua kuja kutoa huduma. Niwashukuru sana na kuwapongeza Ocean Road ambao wako hapa wanatoa huduma za uchunguzi wa awali kuhusiana na masuala ya saratani. Tuwapigie makofi na kuwapongeza sana. Lakini wapongeze na kuwashukuru Kings Medical Health Center ambao na wao wako hapa wanatoa huduma za kiushauri mbalimbali katika maeneo yetu haya. Niwashukuru na kuwapongeza taasisi ya MDH ambao na wao wanatoa huduma na ushauri mbalimbali, na hata mimi wamenipa zawadi ya kiushauri. Nawashukuru na kuwapongeza sana wengine. Lakini toe shukrani na pongezi kwa taasisi anatoa ushauri wa ukatili wa kijinsia. Lakini pongeze na kushukuru jeshi la polisi ambao wako kwa ajili ya kusimamia usalama wetu. Na washukuruni sana kwa hizi jitihada ambazo mnafanya. Ni jitihada za kuunga mkono kazi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amefanya kwenye eneo la afya katika halmashauri yetu, katika jiji letu, lakini katika mkoa wetu na katika nchi yetu. Hivyo nawashukuruni sana kwa hizi jitihada. Na sisi kama serikali tutaendelea kuwaunga mkono sana. Ni nguo mpya zimetolewa na wafanyabiashara wa Kariakoo kama tendo la huruma kwa wahitaji. Wamepitia kwenye foundation yao ya wafanyabiashara. Niwapongeze sana kwa kuamua kuanzisha foundation ambayo itakuwa inazunguka maeneo mbalimbali kufanya matendo ya huruma kwa niaba ya wafanyabiashara. Na mimi niwahakikishieni, na mimi nitawaunga mkono kwenye hiki kitendo ambacho kinaendelea. Sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tutawaunga mkono wafanyabiashara wetu wa Kariakoo. Kwa wananchi wote, kwa majina naitwa Kabuga Daniel ambaye ndio muasisi wa taasisi hii na mwenyekiti ambayo inaitwa Kariakoo Charity Foundation. Kwa Kiswahili ambacho sio rasmi tunaweza kuita kama hisani ya watu wa Kariakoo.
Kwa kifupi, taasisi hii imeanza na sisi wafanyabiashara ambao tuko hapa katika maeneo ya soko ya Kariakoo. Ilianza tukawa tunaenda kutoa misaada kwa watu wenye uhitaji kama mayatima kabla hatujasajiliwa, lakini sasa tukaweza kupata usajili, na tulipoendelea kupata usajili tukaendelea kutoa huduma kwenye jamii, na usajili umepatikana ilikuwa mwaka jana, na tumeendelea kukaa vikao, tukaona ni bora zaidi tuibrand Kariakoo. Kariakoo inajulikana katika swala la kibiashara, lakini sasa sisi tumekuja tuibrand Kariakoo katika kutoa huduma kwa watu walioko katika mazingira magumu. Ndio hivyo tukaweza kukaa na kuandaa hili tukio ambalo linaenda kuwagusa wananchi wote wa maeneo haya Kariakoo na Dar es Salaam kwa ujumla, na tukaweza kukualika mheshimiwa ili uweze kuona ambacho tumekianzisha Kariakoo kama Kariakoo Charity Foundation, ambao tuna mpango kabisa wa kwenda kuigusa jamii ya wetu wenye uhitaji, na malengo katika uchanga wetu mwakani tunataka tuanze pia kusomesha hata watoto waliko katika mazingira magumu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.